Son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote na kwako pia. Tuungane dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, tunaombea kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen. Ee Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejifanya mtoto mnyenyekevu aliyejinyenyekeza, umesikia dunia iliyoanguka na kuinua. Wape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaokoa katika utumwa wa dhambi wafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Masia atakuwa mpole. Masia atakuja kutukomboa, atakuwa mfalme mpole, atatawala mataifa yote na kuwaletea watu wote amani kamilifu. Ni somo katika kitabu cha nabii Zakaria
kipindi ya 9 kuanja kituo ya 9 hadi kituo ya 10. Ndugu na dada, tutege masikio kwa kusikiliza. Sema Bwana, mtumishi wako anasikiliza. Furahi kwa nguvu zote, e binti Sioni. Ndilo neno la Bwana. Tufikirie jua neno hili kwa Zaburi ya 114. Ee Mungu wangu mfalme, nitasifu jina lako daima na milele. Kisha kusikia somo la kwanza na kuifikiria Zaburi 114, ni wakati bora ya kusikiliza somo la pili. Somo la pili: tuishi katika utakatifu. Roho Mtakatifu akaa ndani yetu, ndiyo maana tusifanye tena matendo ya dhambi, lakini tuwe na mwendo safi na mtakatifu. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Warumi, kipindi yake ya 8 mstari wake wa 9, tena ule wa 11 mpaka ule wa 13. Ndugu zangu, ninyi hamuishi kadiri ya hali kosefu ya binadamu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo. Sifa kwako, Ee Bwana. Kipindi ya 11 toka mstari wa 25 hadi ule wa 13. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ee Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafungulia walio wadogo. Ndiyo, Ee Baba, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua mwana ila Baba, hakuna anayemjua Baba ila mwana, na mtu yeyote mwana atakayemfungulia. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawatuliza ninyi. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie neno la Bwana. Katika Kristo, shalom. Shalom. Jana tumesimulia kuhusu asili ya amani ya kweli. Amani ya kweli ni amani inayotoka kwa Mungu, na hiyo amani inadumu. Lakini amani ya dunia, furaha ya dunia tunaweza kuipata, lakini kisha dakika fulani inafutika. Siku ya leo maandiko matakatifu yanatualika kuwa wadogo, kuwa kama watoto wadogo. Mtu asipojifanya mtoto mdogo hata ingia katika ufalme wa Mungu. Kumbuki siku moja Yesu Kristo alikuwa akifundisha, na sababu watu waliguswa na mafundisho yake, wamama wakawatuma watoto waende kusalimia Yesu. Wakaja watoto wakafika wengi, wakaanza kuja kucheza naye, lakini mitume hawakufurahi na wakaanza kuambia watoto warudi. Yesu Kristo hakufurahi, na kupitia hiyo hadithi Yesu Kristo akawaambia, mtu asipojifanya mtoto hawezi kuingia katika ufalme. Sababu mtu akipenda kuingia katika ufalme wa Mungu ajifunze kupitia watoto. Inamaanisha nini? Mtoto, Mungu anatuma watoto duniani
ili waweze kuwa walimu wetu. Watoto ndio walimu wetu wa kiroho. Nitawaambia kwa nini. Tusipojifanya wadogo, hatutaingia katika ufalme wa Mungu. Sisi wote siku moja tulikuwa wadogo. Na Mungu na walimu wangapi? Walimu ni wangapi? Ni moja, mbili. Walimu ndio watoto wa bebe. Mwalimu wa kwanza yuko pale na mwingine yuko kule. Au mna walimu wawili. Na wao walimu mbebe. Wa bebe. Mimi nasema walimu kweli kweli ndio wa bebe. Mungu anatuma watoto ili waweze kuwa walimu wetu. Na kama mtu anapenda kuwa mwalimu, sawa, unashua kisi huko mko walimu wetu. Walimu kama unapenda kuwa walimu kweli kweli, mtazame watoto. Wawafundishe tena zaidi na muelimuke, mpate hekima inayotoka kwa Mungu. Mtazame watoto. Kwanza, mtoto akiwa mbali na wazazi hana amani. Analia, hatapata chakula, anaogopa. Inamaanisha nini? Kila mjifunza kupitia mtoto kwamba mzazi wangu ni Mungu. Nikiwa mbali na Mungu, sitapata chakula, sitapata amani, sitapata furaha. Hiyo ndiyo maana ya kuwepo kwa watoto katika jamaa zetu. Watoto wanatufundisha hivi. Kama tunasema sisi ni watoto, tunasema ndugu wapenzi, tunasema sisi ni wana wa Mungu. Kuwa mtoto, mwana wa Mungu inamaanisha kuwa mtoto. Na hawezi sema uko mtoto, lakini wakati una shida, unatafuta suluhisho wewe mwenyewe. Kama una shida fulani, tunamwambia Mungu, wewe njoo Baba, uniongoze. Lakini mara nyingi wakati tunakuwa na shida, tunakimbilia nani? Tunakimbilia mwalimu pesa, tunakimbilia mwalimu hasira, tunakimbilia mwalimu fitina, tunakimbilia mwalimu wizi, na hili inaharibu maisha yetu. Mtoto mdogo mchanga, wakati anasikia njaa, analilia mama, anasema mama njaa. Na sisi katika sala ya Baba yetu tunaambia Mungu, utupe leo chakula chetu. Sijui kama tunajua maana hii neno, utupe leo chakula chetu cha kila siku. Ijapokuwa kwa kupata chakula, kama hukwenda kulima hutapata chakula. Basi tunaweza kujiuliza, je, katika hiyo sala tunadanganyika? Sijui kama tunadanganyika. Sababu kama haukwenda kusoma, kama haukufanya kazi, hautapata pesa na hautanunua chakula. Lakini kila siku mbele ya kula chakula ambayo umepata, unasema Mungu akupatie chakula ya kila siku. Hasa ile chakula inatoka kwa Mungu namna gani? Enyi vijana wa mwanga, les jeunes de lumière, Bilengea Mwinda. Watoto wanatufundisha kwamba mama, baba wasiponipigania sitapata chakula, nikigonjwa sitapata dawa. Na kama sisi ni watoto wa Mungu kweli kweli, tunapaswa kuwa na uhakika kwamba Mungu asipokuwa upande wetu, tutapata chakula ya mwili na ya roho. Sio tu ya roho, hata ya mwili. Nitawapatia mfano. Tutazame vizuri. Wakati unaenda shambani kufanya kazi, ndio unatumia akili yako, unatumia saha zako, unatumia shamba ambayo umenunua, na unatumia nguvu yako kwa kulima. Lakini jiulize jambo moja. Ukilima, unamaliza kulima, kama mvua haikunyesha na jua haikuwaka, kama hakukuwa upepo, utavuna? Hakutakuwa matunda katika shamba yako. Na mvua, ni wewe ndio unaleta mvua, sivyo? Jua, unaweza kufanya nini ili jua itokee na isaidie shamba yako? Hauwezi kufanya kitu. Na katika shamba, msipokuwa utajiri fulani katika shamba yako, msipokuwa mboleo na mambo mengine ya maana katika shamba, katika shamba yako hautapata mavuno yoyote. Hiyo utajiri nani aliweka ndani? Tukana simako moja nani ambaye echetakane chomuka inamaanisha yote tunayopata kila siku, chakula yote tunayokula, chakula tuliyokula jana, ndio ni kazi ya mwanadamu na uumbaji wa Mungu.
tusipojishusha kwa kutambua ile. Unajua, mtu wa kujishusha ni mwenye kujua kwamba yeye ni mdogo, na anajua kwamba wakati unajishusha, unajua kwamba kuna mdogo kukushinda wewe. Watoto kufuatana na hali yao, leur taille, une petite taille, wanajua kwamba hawana nguvu, ni wadogo tu. Nazoea kuambia watu hivi, mara nyingi mama, wakati nilikuwa mdogo, mama alizoea kuniambia enda kamata kitu fulani. Aliona kwamba kitu kiko mbali na nilikuwa mfupi, aniambia enda kamata ile chungu pale juu. Wakati nitafika, mimi namwambia mama, iko juu sana, sitaweza kuipa. Mnajua alizoea kuniambia ni piga magoti. Leo nimetambua maana ya ile neno. Sababu wakati unajishusha, mwingine atakuinua. Wakati Mkristo anajishusha mbele ya Mungu, ni yule Mungu atakayemuinua. Lakini ukijiacha katika maongozi yako wewe mwenyewe, utajiinua wewe mwenyewe. Na wakati unajiinua wewe mwenyewe, dunia itakushusha. Hali ya dunia utafikia siku fulani yote na poromoka na unashindwa. Kwa nini naeleza kuhusu watoto? Mtasema pengine naeleza maneno isiyohusu maandiko ya leo. Katika Injili tumesikia Yesu Kristo anasema anatukuza Mungu Baba sababu ameficha hayo kwa watu wenye elimu na wenye hekima. Les gradués, les licenciés, les docteurs, les ingénieurs, ils sont aveugles par rapport au mystère du royaume des cieux. Mais Dieu a daigné les révéler aux tout petits. Mungu anaifumbulia watoto wadogo, wale waliojishusha, wale wanaojua kupiga magoti mbele ya ukubwa wa Mungu. Kama unaishi leo, tunajua hiyo wimbo katika kanisa zetu tunazoea kuimba, ikiwa ninaishi leo sababu Mungu ni mwema. Ile ni kujishusha. Wakati unajishusha unasema, mimi najua kuna wengi tulizaliwa nao lakini wamefariki. Wengi wako hospitalini, wengine wako gerezani. Lakini ikiwa kama naishi leo ni sababu imekupendeza niishi. Na kama ninaendelea kuishi, inamaanisha nina kazi fulani ya kufanya katika maisha yangu. Tumesikia katika somo la kwanza namna ya kuwa mtoto mdogo, namna ya kujishusha. Nabii Zakaria anasema hivi: furahi binti Sioni, furahi Yerusalemu, sababu Bwana wako anakuja kuangamiza vita na kuleta amani. Unajua neno Yerusalemu maana yake nini? Katika lugha ya Kiebrania, Yerushalayim maana yake unasikia Yerushalayim, muna neno shalom, salama. Mji wa shalom, mji wa salama, mji wa amani. Lakini wakati Zakaria alikuwa akiandika na akitangaza unabii wake, Yerusalemu ilipatwa na vita. Wakati wa vita, Zakaria anatangazia Yerusalemu na watu wasio Waebrania, anawaambia usiogope, Bwana Mungu wenu anakuja na ataangamiza vita, ataleta salama. Na mji wa Yerusalemu utakuwa kweli, Yerusalemu utakuwa mji wa amani. Inamaanisha nini? Amani ya kweli haitatoka kwa wazalendo wa FARDC, MONUSCO, sivyo. Amani ya kweli Zakaria anatuambia itatoka wapi? Kwa Mungu. Nimewaambia si kwepesi kuwa Mkristo. Namna gani utawaambia watu wa Butembo kwamba amani ya Butembo inatoka kwa Mungu? Ukiwaambia hivyo watakuchekelea. Nasema hapana, Mungu uliko wapi? Ikiwa kama angali hai, inawezekana amekuwa mzee sana sababu haonekani tena. Lakini sisi tunatafuta amani kupitia njia ya silaha. Tutafukuza wale wanaotuletea mzozo. Hiyo ndiyo akili ya mwanadamu. Hiyo ni kujikweza, ni kujikweza wewe mwenyewe. Wakati unatumia akili yako, nguvu zako, hekima yako, silaha zako, punda zako kwa kutafuta amani, kwa kutafuta furaha yako ya dunia, hiyo furaha utaipata, lakini ni ya muda tu.
baadaye itafutikana. Tumesikia namna ya kuwa mtoto katika somo la kwanza, kufurahi sababu Bwana ndiye ataleta amani katika hali yako leo. Na mnajua hiyo amani tunaweza kuikosa sio tu katika nchi ya Kongo, katika mji wa Butembo. Tunaweza kukosa hiyo amani hata katika maisha yetu ya leo. Unaamka haujui, pengine ulikuwa na mipango fulani lakini inavurugana na unakosa amani, unakosa usali namna gani? Pengine mtu amekukosea. Zakaria anasema furahi ndugu Kambale, dada furaha, dada matumaini, furahi sababu Bwana Mungu wako anakuja kukuletea amani. Sasa sijui kama tuko katika hali ya kupokea Mungu kama asili ya amani yetu, ama tunatafuta amani yetu kupitia pesa za kikongomani franc congolais ama za kimarekani dola. Sijui kama furaha yetu tunaipata wapi. Je, ni katika furaha za dunia, sema pesa za dunia, utajiri wa dunia, ama tutaipata kupitia furahi? Binti Sioni, furahi dada Kavira, kaka Kambale, Kasereka, furahi sababu Bwana Mungu wako anakuja na kukuletea amani. Anakuja kuangamiza vita, naye kukosesha usalama, naye atageuza maisha yako kuwa Yerusalemu, Yerusalemu, mji wa amani. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anawaandikia Warumi akiwakumbusha kwamba enyi Warumi, msisahau kwamba maisha yenu yamegeuka. Maisha yenu haiwezi kuwa tena ya kawaida sawa maisha ya watu wengine, sababu mnaongozwa na Roho Mtakatifu. Hamwezi tena kuishi mkifuata sheria za kibinadamu. Maisha yenu yamegeuka, yamekuwa mengine sababu Roho Mtakatifu yuko ndani mwenu. Niambie, siku mliiba mara ya kwanza, wakati ulikuwa mdogo, wakati uliiba siku ya kwanza, vita gani ilikuwa katika dhamiri yako? Nikamate kiazi, isikamate. Nikamate. Mlikamata kama mtoto. Sababu hiyo sauti nayo kuambia usikamate ni Roho Mtakatifu. Usifanye sana. Siku ya kwanza mbele ya kusema uongo, nidanganye, nisidanganye. Nipigane, nisipigane. Kwa mwisho mara nyingi tunatumbukia. Ndio maana Paulo anakumbusha watu wa Roma, anasema hivi: msisahau kwamba maisha yenu yamegeuka. Nyinyi mko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Shalom. Shalom. Kuwa mtoto ni kujiacha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kuacha Roho Mtakatifu atuongoze. Sababu katika maisha hapa duniani ni vita kila siku. Kuna marafiki wazuri na marafiki wabaya. Wakati unakutana rafiki wakigombana, unawagombeza namna gani? Ni namna yako ya kutangaza Injili ama unaogopa? Sababu wakati wa vita ukianza kuambia watu Yesu Kristo hapendi vita, watu watakutendelea. Je, uko tayari kupokea sijui aibu ya ndugu zako vijana sawa sawa na wewe wanaosema tu dois être naïf si tu penses que le Christ viendra nous départager. Il faut en venir en main. Je veux lui montrer que je suis fort. Sababu kila kijana anapenda kuonesha wengine kwamba yeye ana nguvu kuliko watu wote. Yeye ana akili kuliko watu wengine wote. Kuwa Mkristo ni kujua kwamba nikiwa na akili kidogo ni kipaji ya Roho Mtakatifu. Nikiwa na nguvu kidogo ni kipaji pia ya Roho Mtakatifu. Na hiyo yote nisipoitumia kwa kuunganisha watu, nipatie hiyo nguvu, hiyo akili, ataikamata. Ama ataniuliza, nimekupatia, kumbuke mfano wa talenta. Kila kitu ambayo tunayo siku ya leo, kama una nguvu, kama una akili. Naona hapa wakati kuna watu waliopewa kipaji ya uimbaji. Kama unajua kuimba ni kipaji, hiyo ni talenta. Kuna siku moja mtu aliyekupatia, yule aliyekupatia hiyo talenta atakuuliza, nimekupatia talenta 2, umetumikisha namna gani?
Unaona, talenta hiyo ni tofauti sana na nguo tunazovaa. Unisikilize vizuri, shalom. Shalom. Unisikilize vizuri. Talenta tuliyopewa na Mungu ni tofauti kabisa na nguo tunayovaa. Nitawaambia kwa nini. Nguo ambayo unavaa leo, sitataja nguo ya mtu fulani, hapana. Kila mtu angalie nguo yake. Hiyo nguo ina hadithi, na hiyo hadithi ni hadithi ya maisha yako. Siku moja nimefanya kazi, nimepewa pesa na nimeenda sokoni, nimechagua hata rangi ya nguo, nimepima nguo mbele ya kuinunua, nimeambia ule mwana biashara ni ya kidogo, nitafutia na wapi, nimechagua. Lakini uzima wako, je, umeuchagua? Umenunua sokoni? Sivyo. Uzima hauwezi kununua. Kuna wale ambao wamezaliwa na kipaji ya uimbaji. Umepata hiyo kipaji wapi? Inamaanisha, unaona katika kipaji muna kupewa. Tumeipewa. Na kama tumeipewa, inamaanisha yule aliyetupatia hiyo kipaji atatuomba hesabu ya kipaji. Nimekupatia, je t'ai donné une taille haute. Tu es de grande taille. Moi je suis de grande taille. Kwa dans le contexte de Luana, je suis de grande taille. Nimekupatia wewe ni mrefu. Kila mara wakati watu wafuku walikuomba kazi haukuwasaidia, kwa nini? Nimekupatia talenta ya kuwa na akili ya masomo. Lakini kila mara wakati wengine walikuwa na shida ya kufanya kazi inayohusu Kifaransa ama sijui hesabu, umewasubia mabega. Unasema na nyinyi mwende kutafuta, mimi nimepata posa yangu. Ijapokuwa ungepaswa kuwasaidia, je ne dis pas qu'il faut tricher en classe. Wakati mnapewa kazi nyumbani, wengine wanasema dada fulani anajua matematiki anitusaidia. Wanafika kwako unasema mimi sina wakati. Lakini wakati unaanza kuangalia, uko unafuata video za TikTok. Siku moja yule aliyekupatia akili atakwambia, atakukumbusha kwamba maana ya maneno ya somo la pili. Mkumbuke kwamba nyinyi mnaongozwa na Roho Mtakatifu na hamwezi kuishi sawa sawa na watu wa dunia. Mfanye angalisho. Katika Injili, Yesu Kristo anamwambia Baba, Mungu Baba, mfalme wa mbingu na dunia na kutukuza, sababu umeficha haya mafumbo haya katika kila misa. Tunasema fumbo la imani ni fumbo. Umeficha hili fumbo kwa watu wenye hekima na elimu, lakini unaifumbulia wadogo. Maneno ya kufuata ni ya maana sana. Anasema hakuna ajuaye Baba ila Mwana, hakuna ajuaye Mwana ila Baba. Na tutajua Baba na Mwana namna gani? Katika somo la kwanza la pili tumesikia Paulo akisema tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Inamaanisha kwa kujua Baba kupitia Mwana, sharti tuongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa kujua Mwana kupitia Baba, sharti tuongozwe na Roho Mtakatifu. Baba ni Baba wa Mwana, Mwana ni Mwokozi wetu, na Roho ni mwenye kutuongoza kila siku katika maisha yetu, kupokea yale mafundisho na kuyaacha yapenye maisha yetu ni kujishusha. Sababu kuna Baba aliyetuumba. Kila mara wakati una hitaji fulani unamwambia Baba na kuonesha furaha na magumu fulani. Unamwambia Mwana, asante kufika duniani kwa kunikomboa. Na kila mara unamwacha Roho akuongoze katika hilo. Ikiwa kama tumefika hapa ni sababu tumeongozwa na Roho Mtakatifu. Yule Roho aendelee kutupaka mafuta yake na kutusaidia tukomae katika Ukristo wetu. Ukristo wetu uweze kutoa matunda kwa kusaidia kwanza jamaa zetu. Unajua, tunaweza kufanya utumishi mahali mengi, lakini utumishi wa wenye kuwa na ugumu sana ni utumishi katika jamaa zetu. Mara nyingi watu wengi wanaonekana kama ni Wakristo, wao ni waimbaji, lakini wakati unafika kwao hakuna kusikilizana na mzazi ama na wengine ndugu. Kazi yetu ya kwanza, ufalme wa Mungu tunalikwa kuujenga kwanza katika nyumba zetu.
wakati unatoka huko kwenye mafungu, kisha siku 2-3 ya mafungu, wakati utarudi nyumbani, unaalikwa kupeleka furaha ya mafungu, neema za mafungu. Wakati unafika nyumbani, kama kulikuwa pepo ambayo ilikuwa imefichama nyuma ya mafika, wakati sa kuona inakimbia, sababu umefunga, umekuja juu ya mlima kuishi na Mungu muda wa siku 3, na baadaye wakati unarudi nyumbani umfanane Musa. Unajua wakati Musa kisha siku 40, wakati alirudi toka mlima, wanasema uso wake ulingara na watu waliogopa, ulingara sawa uso wa malaika. Na sisi wakati tutoka hapa, pengine watu hawataona uso wetu namna gisi unavyongara, lakini wa malaika na wale wanaoleta mavurugo katika maisha yetu watatuogopa. Pepo chafu zinazofichama katika maisha yetu, katika jamaa zetu, wakati unarudi nyumbani zitatambua kwamba kuna mtu wa Mungu anayefika. Nazoea kuambia wamama, zaidi sana wamama, hapa hakuna wamama wengi, kuna mama wengine ni 3 au 4 sijui. Nazoea kuambia wamama hivi katika somo, katika misa ya kwanza, wakati misa ya kwanza inaisha, usiende kunywa matarakwa. Wakati misa inaisha, toka kanisani, enda peleka kwanza baraka na neema katika nyumba yako. Hapana mandrako, kisha kupokea Yesu Kristo katika neema, katika Eukaristia na kumtambua katika umati wa Kristo. Nganywa mandrako. Unaweza kunywa mandrako nyuma, enda kwanza ona wagonjwa, tembelea watu wanaohitaji neema ya Mungu. Ama enda katika nyumba yako, peleka hizo baraka katika nyumba yako, na baadaye unaweza kufanya maneno mengine. Na sisi wakati kutoka hapa, tusiende kwanza ndani ya maji. Katika maji unaona hapa so de jeune, tuzaliwe kunywa maji. Yesu Kristo atujalie neema ya kujishusha, sababu yeye ni mfano wa mtumishi mwenye kujishusha. Atupatie neema ya kujishusha ili Mungu atuongoze kila siku. Bwana amen. Amen. Watumie nguvu ya Roho Mtakatifu ili neno tutakayotupa tulishike moyo wote ili tusikosee. Bwana tunakuomba. Usikilize. Pia tunatia wakuu wa nchi mikononi mwako, wapate kutuongoza vema kama vile mtukufu Yesu. Uangalie nchi yetu Kongo, wapate kutuongoza vema na justice. Bwana tunakuomba. Bwana usikilize. Tunatia mkononi mwako na hasa rekoleksia yetu, tujalie sisi sagesse, hekima inayotoka kwako, ili neno tutakalosikia huku tuende tukalitendesha, na matendo yetu yawaletea watu mwangaza. Bwana tunakuomba. Bwana usikilize. Sikia maombi yetu, Bwana. sikia kilio chetu, Bwana. sikia maombi yetu, Bwana. sikia kilio chetu, Bwana.
watumishi wako hawa vijana, ili hayo tunayokuomba kwa imani yatufikie kwa mapendo yako uliotuonesha katika Kristo Bwana wetu. Na kuunganisha na umungu wako sisi wanadamu, umeponya udhaifu wetu na kuwaokoa wote waliopotea kwa Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu kwa ajili yake jeshi na malaika wanaabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele yako. Twakuomba ukubali sauti na zao ziungane na kukushangilia tukisema bila mwisho. Kisha kula akatwala kikombe, akaniambia, yangu ya agano jipya na milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Utangaze fumbo la imani.
Ce matin pour la messe et c'est une bénédiction pourquoi la mise a été privée sur la chaîne de lumière et le célébrant du jour je le remercie beaucoup. J'ai été giflé, chicoté quand j'étais au collège et il m'a montré le droit chemin aujourd'hui. Je sais qu'il est fier comme je suis le droit chemin. Merci beaucoup mon père. Oui, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il est devenu barbu. À l'époque, c'était juste un jeune garçon, mais ça est devenu un homme assez respectable. Alors, j'espère que si votre église situ koumu, kila mtu satambia kunyumba atakuwa au moins atakuwa niko na un plus maisha yake, parce que kila siku saa watu wanakuwa na evoluer vitu kwa sana maturbio. Unafia kunivua yenyewe una regretter comment tu avais suivi les enseignements, uliopata munjia ya mzuri mais unashangala gisi wajikuta kwenyewe huko mshemesa kama amani tu. Sio washaka bana mwizi wale kose munao na ni muimbaji wa Borevo. Ni pata muimbaji bati. Les gens ne comprennent pas. Et nous sommes de nouvelles personnalités en Christ. Shalom. Shalom. Et prions-nous de nos mêmes méchants. C'est ça, donc nous remercions chacun de nous pour prier pour les retraites, na kusikiliza na kujitia dedans moyen de retraite. On espère que les prochaines retraites nous seront tayari parce que mobilengi ya munda iko échelonné. Donc il y a des différences que nous avons fataka pour que ufikie au niveau fulani. Alors nous sommes déjà dans une autre étape et nous voudrions que kila mtu alipie mara kwanza tuendeleshe na maazimio ya milengi ya mwinda, même si nous avons des boulots tupate makazi za namna na tulisahau kwetu tunataka origine zetu. Continuons à aller à la messe, continuons à suivre les initiations. Shalom. Shalom. Chauffer ces fleurs. Il faut que nous puissions chauffer quand on a ski à oui, on va pas dire. Alors, appelle les fleurs. On chauffe, nous allons chauffer. Ça va faire 10 degrés. On chauffe. La deuxième est un peu plus grande. On chauffe pour la troisième. La troisième sera grande avec un tige et des racines. Ok, nous chauffons. La troisième, la grande fleur avec des racines. On prépare 1, 2, 3. Merci beaucoup pour ces bénédictions, pour ces fleurs que je reçois ce matin. Et je tiens à vous raconter une anecdote avant la bénédiction finale. C'est que le Seigneur a voulu que je sois associé à ces moments de retraite, puisque durant 3 ans, je n'étais pas régulier, mais de temps à temps, j'accompagnais les frères qui allaient animer les Bilingues à Mouita quand j'étais encore jeune philosophe ici, entre l'année 2011 et 2013. 11, 12, 13. La première année, j'allais avec le frère Girès, qui est originaire de Kinshasa.
En tout cas, de temps en temps, on pouvait aller, et vous me demandez où est-ce que nous allions. Nous allions souvent à l'internat, à Mapendal. On allait avec Giresse, le père, il est actuellement à Kinshasa. Il fait son ministère, anafanya utumishi wake Kinshasa. L'année mwaka 2000 tulikuwa tukienda pamoja na padri Msenge Mpia, naye ni sasa ni profesa wa UAC, anakaa Pakambali. Sikukuwa naenda kila siku, lakini kulikuwa siku moja wakati frère Merlin niambia nifike kwa kufanya misa, nikakumbuka kwamba wakati nilikuwa nikisoma hapa bado jana, nilikuwa nikienda mapendano kuwashinikiza kwa kufanya sala pamoja na wainterne wa jeune de lumière. Basi nashukuru, nadhani ni kundi nzuri sana, lakini nadhani ni kugumu kabisa kuwa jeune de lumière leo katika siku za leo. Wakati unasema huko jeune de lumière watu wanaweza cheka. Jeune de lumière maana yake nini? Basi Mungu awasaidie, awajalie hekima ya kuonesha mwangaza kweli kupitia maisha yenu kila siku. Na shukuru huyu kaka sababu unajua jana sikutambua kama ni nani. Sasa wakati nilifika majalu na majalu Deta, Rota, Maria atusindikize katika mradi yetu inayobaki, na asindikize kila mpango wa maisha yetu. Tunakimbilia ulinzi wako. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, Malkia wa amani, nyota ya asubuhi, mama wa Bwana awe nanyi. Mbarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na shindeni katika amani na furaha.